Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wa Iran wanamuonya rais wa Marekani Donald Trump kwamba safari yake nchini China haitosababisha kusitishwa kwa mzozo huo kuwa ni ushindi kwa Marekani, lakini pia wa Iran hawatalazimishwa na China kuacha vita hivyo endapo watashambuliwa. Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran ameonya Marekani dhidi ya kuchukulia kusitishwa kwa mapigano na Tehran kama ushindi, wakati Trump anajiandaa kuelekea nchini China katika mkutano wa ngazi ya juu na Xi Jinping huko Beijing baadaye wiki hii. Trump, usifikirie kamwe kwamba kwa kutumia fursa ya utulivu wa sasa wa Iran utaweza kuingia Beijing kwa ushindi, Ali Akbar Velayati alisema, kulingana na ripoti kutoka kwa shirika la habari la Tasnim la Iran. Mshauri huyo wa masuala ya kimataifa wa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema rais wa Marekani Donald Trump hapaswi kuwasilisha usitishaji wa vita na Tehran kama ushindi katika safari yake ijayo ya Beijing. Bwana Trump, usifikirie kamwe kwamba kwa kutumia kizuizi chetu leo utaingia Beijing kwa ushindi. Kwanza jifunze ABC ya utaratibu mpya wa kijiografia wa Asia Magharibi, Ali Akbar Velayati alisema, kimaanisha dhahiri ziara inotarajiwa ya Trump nchini China kwa mazungumzo na Xi Jinping. Hata hivyo, tulikushinda kwenye uwanja wa vita, kwa hivyo usifikirie kuwa utakuwa mshindi wa diplomasia, Velayati aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba China itaweza kuishinikiza Iran iachane na vita hivi, lakini pia ikubali kuachia uranium yake iliyorutubishwa, jambo ambalo wa Iran wanasema halitowezekana. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran hayana uwezekano wa kuleta maendeleo makubwa kabla ya Rais Donald Trump kukutana na Rais wa China Xi Jinping baadaye wiki hii, CNN iliripoti kinukuu chanzo cha kikanda kilicho karibu na mazungumzo hayo. Chanzo hicho kilisema harakati katika mazungumzo hayo itategemea matokeo ya ziara ya Rais Trump huko Beijing. Chanzo hicho pia kilisema waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ana uwezekano mkubwa wa kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS huko Delhi siku ya Alhamisi na Ijumaa ya wiki hii, siku zile zile ambazo Trump atakuwa Beijing. Kuwepo kwa Araghchi katika mkutano wa BRICS ni muhimu, CNN ilinukuu chanzo hicho kikisema, na kuongeza kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia na Misri nao pia wataweza kuhudhuria katika kikao hicho. Ripoti inasema Misri na Saudia ni miongoni mwa nchi zinazowezesha mazungumzo ya njia ya nyuma kati ya Marekani na Iran yakipatanishwa na Pakistan. China itakuwa mhusika muhimu katika kuhakikisha kuwa mazungumzo yanaendelea, kiliongeza chanzo hicho. Hata hivyo, wakati huu bado kuna uwezekano wa kutokea kwa mapigano kati ya Marekani na Iran kwa mara nyingine tena, kutokana na kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaonekana mtu asiyekuwa na subira na mtu aliyekuwa na hasira dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku akitaka kutumia nguvu pekee ili kuhakikisha kile anachokitaka kinawezekana. Trump alisema usitishaji wa vita wa Iran ulikuwa ni dhaifu sana na juu ya msaada mkubwa wa maisha, akiongeza kwamba ilikuwa ni takribani nafasi ya 1% ya kunusurika baada ya kukagua jibu la Tehran ambalo alielezea kama takataka. Usitishaji wa vita ni dhaifu sana, ningesema ningeuita dhaifu zaidi hivi sasa baada ya kusoma kipande cha takataka, sikumaliza hata kusoma, alisema rais huyu wa Marekani. Walisema, je, nitapoteza wakati wangu kusoma? Ningesema ni moja ya dhaifu zaidi hivi sasa ni juu ya msaada wa maisha, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Ningesema kusitisha mapigano ni kwa msaada mkubwa wa maisha yao ambapo daktari anaingia na kusema bwana mpendwa wako ana takribani 1% ya kuishi, akimaanisha kwamba kuna uwezekano ataweza kuliamrisha jeshi lake kuingia vitani kwa mara nyingine tena kwa ajili ya mapambano. Lakini kumbuka, wakati huu wa Iran nao wanasema wamejipanga vilivyo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani pamoja na washirika wake ambao wataamua kuingia vitani dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Takwa la Iran la kufidiwa vita ni miongoni mwa masuala yaliyomkatisha tamaa rais huyo wa Marekani Donald Trump, wakati pia Washington na Tehran zilijadili uwezekano wa kumaliza vita hivyo, shirika la habari la Associated Press limeripoti. Lakini takwa la pili la Iran kusalia na uranium yake iliyorutubishwa ni moja kati ya jambo lingine ambalo limemfadhaisha na kumkasirisha rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.